Hatimaye tena huyu hapa Falu DJ kutoka GC Production. Omashimita. Ndani nyumba tena tuko na kazi bomba sana. Hii inafahamika kwa jina My Diamond The Chosen. Na leo tunakwenda kuenjoy utamu mwingi sana ambao tulikuwa tumemisi, na kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vimejificha katika episode nyingi sana, lakini leo tunapata bahati ya kwenda kuenjoy. Kumbuka inapigwa live kabisa kizazi na Falu DJ kutoka GC Production, jumba la burudani. Ila asante sana kwa wote ambao mnazidi kulike, kucomment, kusubscribe na kuipa nguvu hii series tuendelee kutamba nayo. Tala Bintibu tuko na siku ya 18 tu ya muziki bomba sana. Hii wanaita My Diamond, ila kumbuka inapigwa na The Chosen one, au sio? Hebu tuunganishe pale ambapo tulikuwa tumeshia ili kuendelea kupata utamu wa vanilla. Wasema ni baada bwana mdogo kuweza kufikia katika kituo cha polisi na kuhitaji kutoa mwongozo wa picha ya mtu ambaye alikuwa na mshtumu, na hapa walifanya process moja inaitwa sketch na kuduplicate ili kuweza kupata sura halisi ya mtu ambaye inasemekana yeye ndo alihusika katika njama za kuhitaji kuangamiza maisha ya bwana mdogo na binti kwa ujumla. Sasa pia kwa wale watu ambao ni mabodyguard wa bwana mdogo kwa sasa wanahangaika na kumtafuta Zekila katika pande zote za mji pasipo kuwa na mafanikio yoyote. Ni My Diamond. Sasa unaambia upande wa pili kwa mzee Zekila anapata ujumbe ya kwamba anatakiwa kisha anachukua mafuta na vitu ambavyo vinaweza vikapoteza ushahidi wa kila kitu, kwani kwa wakati huu mambo yanaweza yakawa bomba zaidi. Na upande pili katika kituo cha polisi wanafanikiwa kuipata real identity ya mtu ambaye inasemekana ndio Zekila mwenyewe. Sasa nikamzozo na Zekila ameweza kupokea ujumbe kutoka kwa bosi wake ya kwamba ni lazima akishe anaondoa vidhibiti vyote ambavyo vinaweza vikaleta mtafaruko kwa baadaye, na pia achome kila kitu aweze kuendelea na safari. Sasa naomba Zekila baada ya kuingia katika nyumba ambayo anaishigi leo alipata mshangao kidogo. Akiwa ndani katika nyumba aliweza kumsikia sauti, na hapa aliweza kusalimiana na Big Boss ambaye tulikuwa tujapata nafasi ya kumtambua nani, lakini mtu huyu alikuwa anatoa maelezo, lakini katika mikono yake alikuwa amevaa gloves nyeusi. Anaambia nafikiri kila kitu kimeenda tofauti na kile ambacho tulikuwa tumekipanga. Sasa ni wakati sahihi wa kuhakikisha tunaharibu kila kitu. Anaambia mtu huyu alifika na kuanza kumkaba tena Zekila, yani bosi ambaye alikuwa anampa michongo huyu bwana mdogo. Sasa anamkaba, kumbe ni mkali bwana, kaka mkubwa ndo amesimama kwenye mission zote za kuhakikisha anamaliza kila kitu. Hii ni kizaazaa zaidi, alafu mwamba anacheka kwa dharau zaidi. Moto bati moto fire. Unaambia leo muuaji kakutana na muuaji. Sasa kinachoweza kumsaidia mwamba ni kuingia ndani kujificha, na hapa anasema kwa nini umenifanyia yote haya baada ya kufanyia fadhila vitu vingi sana. Lakini mwamba sasa kaka mkubwa anakuja anatembea Tala Bintibu, na hapa alichuruzisha mafuta katika eneo la mlango na aliweza kuingia ndani huko ambako Zekila alikuwa amejifungia, na hapo mwamba alikuwa anahitaji kuhakikisha anamchoma Zekila na ushahidi wote ambao ulikuwa katika ile eneo hili pasije kuja kujulikana ni nini ambacho kiliwahi kutokea katika hadithi za nyuma. Hakika huyu mwanaume ni hatari zaidi. Huyu mwamba wao anaonekanaga ni kama boya fulani, lakini kumbe ana roho moja mbaya sana chafu, kaka mkubwa ambaye anataka kuiongoza Milai Company Group. Sasa baada ya kumaliza lile jambo hapa aliweza kupata urejeleo wa kumbukumbu ya zamani zaidi, na hii tulikuwa tujajuaga nani ambaye alifanya mauaji kwa huyu mama. Hapa ndo tunapata taswira kabisa ya mtu ambaye tulikuwa tuioni sura yake. Huyu mwamba kumbe aliweza kubadilisha vidonge, na yeye ndo mtu pekee ambaye alibadilisha kila kitu na kuweza kuhakikisha anaangamiza maisha ya mama yake. Ina maana michezo yote ambayo inaendelea yeye ndo alikuwa nyuma ya pazia, na hata kile kitabu kwa sasa kilikuwa kiko katika mikono yake. Ina maana kila kitu alikuwa amekipanga na cheka kwa madharau zaidi. Hiyo ndo The Diamond The Chosen one. Sasa upande wa pili kwa binti, baada ya kuwa na mangova mengi sana leo alikuwa anakunywa maji na kutafuta namna ya kujiweka sawa, lakini mkali wa kufahamika kwa jina Agoni alikuwa anaongea mambo mengi sana na binti, lakini pia waliweza kupokea simu ambazo zilikuwa zinawashtusha sana ya kwamba mtu ambaye inasemekana alikuwa ndo amehusika na ile tukio la mara ya kwanza anaonekana tayari ameshapoteza maisha. Hivyo askari wanaingia katika ile eneo kwenda kufanya upelelezi wa kujua nini ambacho kimetokea katika jengo. Kweli baada ya kuingia katika lile eneo ambalo alikuwa anapatikana Zekila, hapa alionekana ni masalia tu ya mwili wa mtu yule ambaye inasemekana ndo alimshambulia mkali kwa kisu, na mkali baada ya kuiangalia picha tu alitambua kuna kitu ambacho kimekosea, ila isipokuwa kile kisu ambacho alimuona mtu huyu
kama amechomwa. Anakumbuka ndio kisu pekee na chenyewe alikuwa amechomwa yeye kipindi kile. Hii ilimfanya mkali apate mashaka makubwa zaidi. Hapa alichoamua ni kuhitaji kulivalia njuga tena ile jambo. Alimwambia bibi ingekuwa ni nafasi njema sana kama angeondoka na mkali wa kufahamika kwa jina la sio, kwa ni yeye kwa wakati huu ana jambo la muhimu sana. Basi mwanaume moja kwa moja alirejea katika jumba ambalo alikuwa anaishi, na hapa alihisi lazima kuna kitu tu kitakuwa kimejificha katika ile eneo. Na baada ya kutafuta kwa muda mrefu aliweza kuikuta chipu ambayo ilikuwa imepandikizwa kama kinasa sauti katika eneo. Na maana mtu huyu tayari alikuwa anajua nini ambacho kilikuwa kinaendelea, na ndio maana ilimpa urahisi wa kuweza kuja kumshambulia mkali. Sasa upande wa pili sasa, kwa huyu mfanyakazi akiwa anatoa takataka katika eneo ambalo Mwamba jana usiku alikuwa akichoma vitu viwili vitatu, mama kuna kitu aliweza kukiona kilimtoa sana na ilibidi asogee, lakini kabla hajafanikiwa kugusa kile kitu, unaambiwa Mwamba mwenyewe alikuwa anatoka anaelekea kwenye mchezo wake wa golf. Anamwambia bi, nafikiri imekuwa mapema sana kwa wakati huo mke wangu kuamka mapema, sijajua nini ambacho kimekuamsha mapema, lakini tayari mkali alianza kuhisi kama mke wake kuna mashaka fulani anamtilia. Sasa anaambia kama mtu ameweza kummaliza mamake, itakuwaje kwa mke wake? Basi hatimaye mwanaume baada ya kugundua kila kitu alisi kuna vitu ambavyo havijakaa sawa zaidi, mkali wa kufahamika kwa jina la Guon. Na alipojaribu kuangalia kwa makini aliona saa zote ni kwamba haziendi. Yaani hakuna kitu ambacho kipo kwenye mzunguko wake wa siku zote, na yeye kazi yake ni kuhakikisha anapata notification ya muda kwenda kumaliza lile jambo ambalo mtu anakuwa ameingiliana makubaliano. Na maana kwa sasa istosha ya kuamini ya kwamba mwanaume ameshapoteza nguvu yake yote. Alifika katika hospitali moja akiwa anahitaji kupata mwongozo juu ya maendeleo ya binti moja ambaye mama yake alisaini contract. Sasa anashangaa binti yule kwa sasa amerejea katika hali ile alikuwa nayo mara ya kwanza, ili hali mama yake alishasaini mkataba, na hii ilimuumiza sana mkali. Na hapa ndipo alipogundua kwamba kwa sasa yeye hana nguvu yoyote wala mamlaka yoyote ya kucontrol power ya contact ambazo zinakuwa tayari ziko kwenye mfumo wa terminated. Yani swala zima la kumaanisha terminated, yani kuzipoteza au kuziangamiza zile nafsi ambazo zinakuwa zimesaini mikataba hiyo. Basi mwanaume aliweza kugundua ameshapoteza kila kitu, na sasa ilikuwa ni safari moja kwa moja kwenda kwa yule ombaomba ambaye alimwambia, nafikiri kuna wakati utakuja kunihitaji mimi kama utaona kuna shida juu ya mambo ambayo unafanya. Basi mwanaume aliweza kumuuliza ombaomba kitu kimoja tu, je, unajua nini kuhusu mimi na nini ambacho kinaendelea kwa upande wangu? Basi tunamwambia madam aliweza kumchukua mkali na kumpeleka kwenye klabu moja kubwa sana. Na hapa kitu ambacho kilikuwa kinashangaza ni kwamba mapokezi ya huyo ombaomba yalikuwa ni makubwa sana. Kwa nini mtu huyu anapokelewa kiasi hiki katika hoteli moja kubwa sana? Hawa kuna kitu ambacho kimejificha. Huyu ni madam mwenyewe, yani huyu ndo aliye mpaka nguvu bwana mdogo miaka zamani zaidi. Sasa bwana mdogo kwa kuwa amepoteza ile nguvu, hawezi akaiona sura original ya huyu mama. Anachomuona ni kama ombamba, lakini wafanyakazi wote wanamuona. Kwanza alianza kupiga ile style, na hii ikamshtua sana bwana mdogo. Kwa nini anapiga mipigo ambayo unapigaga? Akamwambia inaisha kufunza mimi, kwa hiyo sija kufikiri hii ulikuwa unapiga kwa sababu una nguvu tu. Hii ni kwa sababu nilikupatia nafasi ya kufanya kila kitu, ndio maana unaona na mimi natamba napiga kama wewe tu. Raambia alishafanya makosa makubwa sana kuingiza vitu ambavyo vilikuwa vinaashiria hatari kubwa sana kwa ile hazina ambayo tumeitengeneza kwa muda mrefu. Yaani kitendo cha kuwa na mahusiano na binti imekufanya uweze kupoteza nguvu ya asili ambayo tulikupatia, lakini kuna njia moja tu ambayo inaweza kukusaidia wewe kurejesha hiyo nguvu yako iliyopotea na mambo yakawa pam zaidi. Lakini njia ambayo naambiwa sasa na huyu mwanamama ya kwamba inaweza kumsaidia bwana mdogo kuweza kurejesha nguvu yake katika ile hali ya kwanza, ilimshtua sana bwana mdogo ya kwamba ili aweze kurejesha nguvu yake ya asili ni lazima akishe binti anaweza kupoteza maisha. Na maana binti akishaweza kupoteza maisha, mkali atapata nafasi ya kuweza kurejesha nguvu yake ambayo imepotea. Sasa nini ambacho mwanaume ataweza kukifanya kuhakikisha na control hii destination ambayo naambia na huyu mwanamama ya kwamba ni lazima akishe binti endapo ataweza kupoteza maisha, hiyo itampa nafasi ya kuweza kurejesha nguvu yake
ya asili. Ina maana binti asipoweza kufariki, huyu mkali hatakuwa na uwezo wa kuweza kurejesha. Lakini upande wa pili tunaweza kuona kibwagizo ya kwamba tayari binti anaonekana ni kama mtu ambaye amepata ajali kubwa sana, na hiyo ajali hatujui imesababishwa na nani. Hebu tukutane katika sehemu safi inayofuata ya 19 chuma bomba sana hapa ya My Diamond. Kumbuka alikuwa anapiga live kutoka DC Production, jumba la burudani, na huyu ni Falo DJ. Kama kawaida, let's say ciao. Tukutane katika sehemu safi inayofuata kuendelea kuenjoy tamu wa vanilla.